washindani wetu wa leo, kamati iliyoandaa jambo hili kubwa, mashehe wetu nyote, lakini bila kuwasahau wafadhili wetu wakiwemo PBZ na wengine, na kila aliyesababisha kuwepo jambo hili leo, Waislamu mbalimbali mliopo, mlioalikwa, waandishi wetu wa habari, assalamu alaikum tena. Nilikuwa nataka nitumie lugha ya Kiarabu kuzungumza hapa, lakini natizama naona walengwa wengi meseji yangu ifike ni Waswahili wenzangu. Kwa hiyo kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia leo tukaweza kukutana kwenye jambo hili muhimu sana lenye mnasaba na mashindano ya Qur'ani kwa mtindo wa tajwidi. Lakini pia nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu tena kunipa fursa hii leo nikapata heshima kubwa kuwa mgeni rasmi kwenye jambo hili muhimu ambalo linaweka alama kwangu na kwetu sote tulioshiriki kwenye jambo hili, kwani jambo hili limejiakisi tu si kwenye ushindani wa Qur'ani, lakini leo jambo hili limetuunganisha na wenzetu, lakini pia tumepata na kujifunza mambo mbalimbali. Kwa kweli tumshukuru Mwenyezi Mungu na kushukuruni sana mashekhe wetu leo mlionipa heshima hii. Mwaliko huu Mwenyezi Mungu alidhamiria nije mie, kwa sababu leo ilikuwa na mambo mengi sana, lakini Mwenyezi Mungu aliyakatakata yote likabaki moja tu, ili mradi mimi nije kwenye mambo haya na mimi nijifunze mambo hapo. Lakini mkusanyiko huu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani una tija kubwa sana. Mashekhe wetu, walimu wetu wanatuambia na vitabu vinasema kwamba mkusanyiko au kitendo chochote chema wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani tunalipwa 1 kwa 10. Si maneno yangu, ni maneno ya Mtume mwenyewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumsalie Mtume. Lakini Mwenyezi Mungu aliposema watasimu bihablillahi jamia wala tafaraku, ukichambua ukisherehesha, hii ndo sababu nuzulu yake hii. Tushikamane na kamba ya Mwenyezi Mungu katika mambo mema, ndio huku. Lakini leo naamini vijana wengi mliopo hapa, kila mmoja atalipwa kwa daria. Kuna aliyesikia, nilikuwa naona leo mashekhe wetu, kila shekhe anayesimama hapa anagunga kwenye mshono. Haikuja tu bure bure, na ilikuwa leo mashallahu washindani wetu tunawaona vijana wanafunzi, lakini kadiri unayemkaribisha kila akenda akawa mtu mzima, mashallahu ndo mambo yanazidi kuwa mazuri zaidi. Mwenyezi Mungu awape kila la kheri mashekhe wetu hawa wote. Leo si siku ya hutuba kubwa, leo ni siku ya jambo maalum kwa nyakati maalum. Niwapongeze sana mashekhe wetu na kamati kwa ujumla mlioandaa mashindano haya. Nimeambiwa hapa au tumeambiwa hapa, tuna Watanzania, tuna Waafrika Kusini, tuna Wakenya, lakini wallahi mashine, kwambieni ukweli, uzalendo unabaki pale pale. Wakati mashekhe hawa wanaanza mashindano haya, basi ilikuwa na mie roho inandunda, nasubiri penalti ya mwisho itakuwaje. Takbir. Nilikuwa nikiwatizama vijana wangu wale wa Tanzania wale,
Maana walianza na moto kidogo. Naona wanakwenda wanashuka wanapinda hivi, tunakwenda Ngoe tu, mashallah. Nikawa najiuliza hivi, haya, hebu vijana hawa, mashekhe wangu wakawa nantiamo, wasema Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hapo bado bwana, hapo vijana wakaja wana moto, mashallah. Kwa kweli vijana wetu wa Kitanzania nyote watatu, pamoja na wageni wetu hawa waliokuja wa Afrika Mashariki, Kenya na mwenzule wa Afrika Kusini, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mmeonyesha uwezo, mmeonyesha kwamba Afrika ina historia kubwa kwenye suala hili la ilmu hii, mashallah. Ndugu zetu wa Misri wale, nilikuwa mimi nawatizama wao wakati vijana wetu wakisoma. Nimejifunza vitu vingi kutoka kwa majaji wetu wale, namna nikitizama TV panapokuwa na mashindano, basi nilikuwa nawatizama wanapokeaje namna vijana wetu wanavyoidighamisha Qur'ani hii. Nilikuwa naona kabisa kasoro kuja kutunza tu hapa. Wallahi leo jambo hili ni jambo zuri, jambo jema. Tuwashukuru sana wenzetu hawa, na niwapongeze pia mliochagua mashehe maguru wakubwa ambao kwa kweli hawakuonyesha kuwa wamekuja kujaji, lakini pia mmewapa nafasi mmoja mmoja kuonyesha uwezo wao. Mimi nikiwa mgeni rasmi, mwenyekiti alikuwa ananiuliza, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, una haraka? Namwambia hata twende magharibi hapa naisha. Tunaweza tukanywa maji hapa. Hii ndiyo ladha ya Qur'an. Mwenyezi Mungu aliposema lau anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashiyan mutasadian min khashiyatillah wa tilka al-amthali nadhribuha, mtamaliza nyie mashekhe. Hii leo sote tulikuwa tunaiona ladha ile ya Qur'an. Sasa seuze jiwe na jabali, ikiingia Qur'ani hiyo lazima litapasuka kwa namna linavyomnyenyekea na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Ndugu Waislamu, nimalizie baada ya kushukuru mashehe na walionialika, nasaha zangu kwa Waislamu wenzangu wenye rika zangu ambao tumepewa dhima za ulezi, uzazi kama familia. Sote tunajua kullukum rai wa kullukum masula rayat, hususan tuliomo humu, maana tumeambiwa rijalu kawamuna ala nisai. Tuna kila sababu, kila nafasi ya kulea kizazi chetu kwenye maadili haya ya Qur'an, kukijua kitabu cha Mwenyezi Mungu. Maana kitabu cha Mwenyezi Mungu iwe herufi moja, iwe kusikia, iwe kujifunza kwa namna yoyote. Man taallama mas'alata min al-ilmi basikalladahu Allahu yawmal qiyamah. Tujipe nafasi ya sisi walezi na wazazi kulea kizazi chetu kujielekeza huku. Leo nilitamani mimi na naamini na wewe kwamba watoto wetu, awe mwanamke awe mwanamume, wangekuwa na vipaji kama hivi vya mashekhe, mashallah. Lakini kuonesha ujuzi huu hauzeeki. Shekhe Ali hapa ametuonyesha ujuzi mkubwa. Kama baharini, basi samaki hafundishwi kuogelea. Mashallah, jazakallahu khair Sheikh. Tuwalee watoto wetu kwenye maadili mema katika kuwasomesha Qur'ani yetu. Hii ndiyo tija ya hapa duniani leo, lakini kesho tunajitengenezea hatima njema kwa Mwenyezi Mungu. Hiyo iwe ni nasaha kwangu, kwetu sote, na ihusia nafsi yangu na kuhusieni na nyinyi wenzangu. Wakati huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi mwema ambao tunahimizwa
kuongeza juhudi ya kufanya ibada, ikiwemo kutafuta Qur'ani na kusoma Qur'ani. Lakini Qur'ani hii inaanza kuanzia msingi wa mtoto. Leo vijana wetu, awe yule wa Pemba, awe yule wa Unguja, awe yule wa Dar es Salaam, awe wa Kenya, awe yule mwenzetu wa Afrika Kusini, hawakuanza wakiwa watu wazima, walianza mapema wakachongwa. Leo wazazi wao na vizazi vitakavyokuja wamechonga mwiko wasiungue mkono. Na sisi yote naamini leo wako vijana watakaotoka kwa ari kabisa hapa. Sasa hiyo ari leo isiishie leo, kwenda kuanza huko, iwe tartil, iwe tajwidi, iwe kisomo cha aina yote, kuhifadhi Qur'ani, kusoma Qur'ani kwa inavyotakiwa ni jambo moja la msingi sana. Na hili ndio leo tunawaona vijana wetu wanatuonyesha fani mbalimbali hizi. Nilitamani sana, na kama mashekhe ningelijua, na mimi ningeomba angalau kama wale mashekhe siwe kwenye ushindani, na mimi nikaja nikaonesha makali yangu hapa. Lakini kwa sababu leo ilikuwa ina watu maalumu na jambo maalum, wallahi nikupongezeni jambo moja kubwa sana sana sana. Na Mwenyezi Mungu, mashekhe nyote mlioandaa jambo hili, vijana wetu, Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri, na mmeacha alama kubwa. Wenyewe mnasema hili ni jambo la kwanza kutokea ndani ya Zanzibar, sasa linaenda kufuatanisha jambo jingine. Na kwa niaba ya serikali naomba hili niliseme hapa leo. Tumefanya jambo kubwa hili la mashindano ya Qur'ani tukiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani wa staili hii, na mimi mara ya pili hii nimekuwa mgeni rasmi ni kupata historia ya msikiti. Sasa ndugu Waislamu, hii kama shughuli yenyewe ndo hii, kesho kutwa inakuja ya kimataifa, tukashirikiane pale, tukamuunge mkono rais wetu wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi. Atakuwa mgeni rasmi mashindano ya kimataifa pale siku ya tarehe 30. Waislamu sote tujae uwanja Amani. Sasa uwanja ule tusione unajaa kwenye mambo ya kishetani tu, mambo ya imani, tuonyeshe Uislamu wetu, tujae kwenda kusikiliza Qur'an. Mwenyezi Mungu ametuambia msikilizaji, msomaji wote na muandaaji sote tunapata fadhila sawa. Tusitumie siku ile kwenda kucheza makeram na mambo mengine ya kishaitani. Sote tunajua kwamba inna shaitana lakum aduwwun mubin. Tuende tushiriki vizuri, tukasikilize viraa wataalamu wetu. Leo nilitamani hii, hata kama twende isha tutafutari hata maji, jinsi ya ladha hii ya Qur'an. Na ndiyo tunavyoambiwa na mashekhe wetu, na Mtume naye ametuambia tusikilize Qur'ani. Kila tukipata wasomaji wazuri ndio vizuri, si kwenye kusoma kama hivi tu, na kwenye sala pia. Wakati mwingine misikiti, nachomekea hapa hiyo, utakuta mtu anapewa kibla anasema hasomi. Lazima tupate mashekhe. Umefunga sala unasinzia, unatamani shekhe asimalize, hasa wakati huu wa tarawehe hizi tunaoswali zile raka 11 8 kwa 11. Tukipata mashekhe kama hawa huchoki. Sasa leo ukitaka tu tena, ndo kwa sababu imamu meno yashatoka, hatupati vitu kama hivi. Mashekhe mtansamehe sana, tunatamani na mashekhe na wao, hasa wale wanaotusalisha mashallah
misikiti mingi ambayo tunatembea na Mheshimiwa Rais, tunaona vijana wamechipukia vizuri, wanasoma vizuri. Mwenyezi Mungu awazidishie. Baada ya kusema hayo, tuna jambo kubwa. Najua akili za watu zote zinasubiri matokeo. Hata mie nina hamu kubwa ya kusikiliza matokeo haya, maana najiuliza ndo nani pale. Maana shekhe wetu alitupa alati mapema, na mie nikawa nafuatilia moja moja hapo hapo. Sasa kama upendeleo na mie nitauona hapo, kwa sababu na mie hiyo bahari naijua. Lakini naamini majaji wetu waadilifu, na watakachokitoa kitakuwa ndicho sahihi watakachokitoa. Baada ya kusema hayo, ndugu Waislamu, tuseme alhamdulillah, leo tumejipa nafasi ya kusikiliza mashindano haya kwa ndugu zetu hawa, na kokote ushindi utakakokwenda, basi ushindi huo ni wetu, maana ushindi huo ni wa Kiislamu. Hili nataka nisisitize. Ushindi kokote utakakokwenda katika watu hawa watano walioshindana, basi ushindi huu ni wetu sote, maana ushindi huu ni wa Kiislamu. Iwe Unguja, iwe Pemba, iwe bara kwa maana Tanzania bara, iwe Kenya, iwe Afrika Kusini, ushindi huu ni wa Kiislamu. Bendera ya Kiislamu inapepea popote duniani. Takbir! Fahari yetu ni kuona waliopewa na jaza na Mwenyezi Mungu kuhifadhi Qur'ani wameweza kusoma vizuri. Basi nilitaka nimalizie maneno hayo, niwashukuru tena viongozi nyote mlioandaa mashindano haya, lakini tuwashukuru tena wafadhili wetu. Kama kuna wengine nimewasahau kwa sababu nilikuwa natizama mabango, najua wapo na wengine waliochangia kwa dhahiri, kwa siri, kwa mali, kwa hali, nyote kwa pamoja. Na hata kuja kwenu kusikiliza hii Qur'an pia ni kuchangia. Kwa hiyo nyote kwa pamoja Waislamu, tukushukuruni sana kwa kuhudhuria tukio hili ambalo sote linatujengea historia hapa duniani na kesho akhera kwa Mwenyezi Mungu. Maana sote tutaulizwa kesho. Leo tumeutumia muda wetu kuanzia dhuhuri mpaka alasiri kwa kukaa kwenye jambo jema, kusikiliza Qur'ani tukufu ya Mwenyezi Mungu. Baada ya kusema hayo, basi niseme wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Asanteni sana kwa kunisikiliza.